Katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo na mbunge wa Tunduru Kaskazini Ado Shaibu amemshambulia vikali Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akidai kuwa msimamo wake kuhusu visa vya utekaji nchini ni propaganda hatari inayochochea matukio haya kuongezeka badala ya kuyatokomeza. Kauli ya Ado Shaibu imekuja kama jibu la moja kwa moja kwa hotuba aliyoitoa Waziri Mkuu jana Mei 23 mwaka 2026 mkoani Iringa, ambapo Dr. Mwigulu alitaja picha na taarifa za utekaji wa viongozi wa dini na kisiasa zinazosambaa mitandaoni kuwa ni michezo na ajenda maalum zinazopangwa na maadui wa nje kuichafua Tanzania. Ado Shaibu amebainisha kuwa msimamo wa serikali wa kuona matukio ya utekaji kama michezo ya mitandaoni unatoa mwanya kwa wahalifu kuendelea na vitendo hivyo. Kauli ya Waziri Mkuu kwamba visa vya utekaji dhidi ya viongozi wa dini na kisiasa nchini vinatekelezwa na watu wasiotakia mema taifa ni kauli ambayo inachochea matukio ya utekaji zaidi. Kauli hiyo inaondoa uwajibikaji wa vyombo vya dola kwenye matukio ya utekaji na badala yake vyombo ambavyo ndio hasa vimekuwa vikionyesha vidole vitaitumia kujisafisha. Ameeleza hayo Ado na kuongeza kuwa pia kama kauli hiyo ingekuwa na ukweli, serikali ingewachukulia hatua watu wote ambao wanasema kuwa wanapanga vitendo hivyo. Kukosekana kwa hatua hizo ni wazi kauli hiyo ya Waziri Mkuu ni propaganda inayolenga kuvisafisha vyombo vya dola. Jaribio hilo halitafanikiwa kamwe. Ameeleza hayo katika hotuba yake ya Mei 23. Dr. Mwigulu Nchemba alitoa onyo kali kwa Watanzania akiwataka wasiamini picha za watu wenye pingu au walioumizwa mtandaoni, akidai kuwa hizi ni mbinu za kijasusi zilizoratibiwa na watu wenye akili ili kutengeneza picha kwamba nchi haina usalama. Alitolea mfano matukio ya kihistoria kama mauaji ya wenyeviti kule Kibiti, mabomu ya Arusha na kumwagiwa tindikali kwa viongozi wa dini, akisema yote hayo yalikuwa ni michezo ya maadui kupima mizozo ya kidini na kiitikadi ili jamii ichukiane na kuichukia serikali. Huu ni mvutano wa kisiasa ambao umefikia kiwango kingine cha juu. Mbunge wa Tunduru Kaskazini na katibu mkuu wa ACT Wazalendo Ado Shaibu amemshambulia vikali Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwa kauli yake aliyotoa mjini Iringa Mei 23 mwaka 2026. Mwigulu alidai kuwa picha na taarifa za utekaji wa viongozi wa dini na kisiasa zinazosambaa mitandaoni ni michezo na ajenda maalum zilizopangwa na maadui wa nje. Ado amejibu kwa nguvu kuwa kauli hiyo si tu ya kupotosha bali inachochea utekaji zaidi na kuwaondolea uwajibikaji vyombo vya dola na kuwapa mwanya wahalifu. Hii ni kauli inayozua mjadala mkubwa kuhusu usalama, uhuru wa kujieleza na uaminifu wa taasisi za serikali. Katika hotuba yake Iringa, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alisema mambo matatu. Alisema kuwa picha na taarifa za utekaji zinazosambaa mtandaoni ni michezo ya kijasusi zilizopangwa na maadui wa nje ili kuichafua Tanzania na kuleta migawanyiko. Pia alitoa mifano ya kihistoria kama mauaji ya Kibiti, mabomu ya Arusha na kumwagiwa tindikali kwa baadhi ya viongozi wa dini, akisema yote hayo yalikuwa ni michezo ya maadui. Ado Shaibu alijibu moja kwa moja kwa kusema kuwa kauli ya Waziri Mkuu inachochea utekaji zaidi kwa kuwaondolea uwajibikaji vyombo vya dola. Ikiwa serikali na ushahidi wa maadui wa nje, inapaswa kuchukua hatua dhidi yao badala ya kuachia watu wanaotuhumiwa. Pia kukosekana kwa hatua hizo kunathibitisha kuwa kauli hiyo ni propaganda inayolenga kuvisafisha vyombo vya dola. Ado amesisitiza kuwa serikali inapaswa kuwa na uwajibikaji badala ya kutumia lugha ya kulaumu wengine. Tangu baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025, visa vya utekaji na kutoweka vimeongezeka. Mfano, David Jumbe, msaidizi wa Tundu Lissu, alichukuliwa Mei 20 mwaka 2026 na kutoroka akiwa na pingu. Na pia Humphrey Polepole na Mdude Nyagali walitajwa katika visa vya awali. Pia ripoti za mitandao na asasi za haki za binadamu zinaonyesha mfululizo wa visa vinavyohusisha watu walio na sare za polisi au gari za serikali. Pia Waziri Mkuu Mwigulu anatumia mbinu ya maadui wa nje, mbinu ambayo imetumika kihistoria katika nchi mbalimbali kukaribiana na ukosoaji wa ndani. Hata hivyo, data kutoka Human Rights Watch pamoja na Amnesty International inaonyesha kuwa visa vingi vinaelekea kuhusishwa kwa vyombo vya dola au watu wanaohusiana na serikali. Ukizungumzia Human Rights Watch kuanzia mwaka 2025 mpaka mwaka 2026 imeripoti kuongezeka kwa visa vya forced disappearance na matumizi ya nguvu dhidi ya wapinzani pamoja na wanaharakati.
Na ukizungumzia bunge la Ulaya limetoa wito wa uchunguzi huru wa matukio ya Oktoba mwaka 2025 na ukiukwaji wa haki za binadamu. Tukija kuna upande wa mitandao ya kijamii, kuna hashtag kama utekaji na hashtag kama Yumbe vimekuwa kwenye trending mara kwa mara, na maoni mengi yanalaani serikali kwa kutochukua hatua za kutosha. Kauli ya Mwigulu inaweza kuwa na nia ya kutuliza umma, lakini inaweza pia kuonekana kama kujaribu kuficha ukweli na kuondolea uwajibikaji vyombo vya dola. Kwa upande wa serikali, hii kauli inatoa taswira ya kutokuwa na udhibiti au kujaribu kuficha matatizo badala ya kuyashughulikia. Na kwa upande wa upinzani pamoja na wanaharakati, inaimarisha madai ya kukandamizwa na inaweza kuongeza uungwaji mkono wa umma. Na kwa upande wa demokrasia, inazua swali kubwa kuhusu uhuru wa kujieleza na usalama wa viongozi wa kisiasa. Na kwa upande wa umma, inazidisha hofu na wasiwasi wa kutokuwepo kwa ulinzi wa kisheria. Kauli ya waziri mkuu ina matatizo makubwa. Kuita visa vya utekaji michezo ya maadui wa nje bila kutoa ushahidi thabiti na kuchukua hatua inaweza kuonekana kama kujaribu kuficha ukweli na kuwaondolea uwajibikaji vyombo vya dola. Hii inazidisha mashaka badala ya kuyapunguza. Na ukizungumzia Ado Shaibu ana mantiki katika ukosoaji wake. Ikiwa serikali na ushahidi wa maadui wa nje, inapaswa kuwaonyesha na kuchukua hatua. Kukosekana kwa hatua hizo kunatoa hisia kwamba kauli hiyo ni propaganda inayolenga kusafisha vyombo vya dola. Polisi na mamlaka husika zitoe taarifa rasmi na kamili kuhusu visa vyote vya utekaji na kuchukua hatua dhidi ya wahusika. Serikali iweke ripoti ya tume ya Jaji Chande hadharani ili wananchi waone ukweli. Pia mazungumzo ya kitaifa yenye ushiriki wa pande zote yaanzishwe ili kupunguza mvutano na kurekebisha mifumo inayozua migogoro. Na vyombo vya dola viheshimu haki za binadamu na visiwe vyombo vya kisiasa. Mwisho wa siku, usalama wa raia na uwajibikaji wa taasisi ni msingi wa utulivu wa visa. Vitisho na propaganda vitazidisha tu matatizo. Ado Shaibu amemshambulia waziri mkuu Mwigulu Nchemba kwa kauli yake kuhusu visa vya utekaji, akisema inachochea matukio badala ya kuyatokomeza. Kauli hii inaongeza mvutano wa kisiasa na inazua swali la uwajibikaji wa vyombo vya dola. Tanzania inastahili usalama, haki na uwajibikaji wa taasisi. Tuungane kuyadai hayo yote.